إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mzangu Islamu, na usieni pamoja na kujihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alisema mtume rehma na amani ziwe juu yake lisaimi farhatani yafrahuhuma farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutuambia sisi sote waislamu ya kuwa lisaimi farhatani, kila mwenye kufunga ana furaha mbili, yafrahuhuma, furaha ambazo atazifurahikia. Mtume akatubainishia ni zipi hizo furaha, akasema farhatun 'inda fitrihi, ya kwanza ni furaha wakati wa kufuturu kwake, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, na furaha ya pili ni furaha wakati atakapokutana na Mola wake siku ya kiyama. Hadithi, ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza ya kuwa kuna furaha mbili ambazo yatakiwa kila Muislamu aweze kujitahidi kuzipata. Furaha ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ni ya hapa duniani. Furaha ya kwanza ni ya hapa duniani. Kisha ni furaha ambayo ni amun, ni furaha ambayo ni inaenea, yani inawapata waislamu wote wenye kufunga, na ni furaha ambayo hupatikana kila jioni ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa aliyefunga. Kama vile pia ni furaha ambayo hupatikana mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wale waliofunga mwezi mzima. Kwa nini wafurahi waislamu wakati wa kufuturu jioni na hata mwisho wa mwezi wa Ramadhani? Wanafurahi kwa sababu ya kuwa sasa wakati wa kula umefika, na wakati wa njaa sasa umefika kikomo. Kwa hivyo watakula, watakunywa, na hakuna mwanadamu ambaye akiwa alikuwa na njaa na kisha ukafika wakati wa kula ili njaa ile iondoke hatofurahishwa na jambo hilo. Lakini pia waislamu huwa wanafurahishwa jioni na hata mwisho wa mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ya kuwa wamekamilisha ibada yao. Kwa sababu kuna wale ambao hufunga na hawakamilishi, hapo njiani ikawa nini yamewatokea, ya kuwatokea ikawa saumu haikukamilika, ima siku ile ama hata mwezi wa Ramadhani wasifunge mwezi wote. Lakini ikiwa Muislamu amejaliwa ya kuwa amefunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpaka jua lazama, saumu yake akawa bado anayo, basi huwa jambo hilo linatakiwa limfurahishe Muislamu. Kwa sababu Mtume anasema kuwa idha saratuka hasanatuka
wasaatuka sayiatuka fa anta mu'min. Ukifurahishwa na wema wako, ibada uliyofanya ikafanya ufurahi, wasaatuka sayiatuka, na ovu lako, maasi yako, makosa yako yakakusikitisha na kukuhuzunisha, basi wewe ni muumini. Hiyo ni furaha ya kwanza, ndugu zangu Waislamu. Ama furaha ya pili, Mtume anatuambia wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kisha kuna furaha ya pili ambayo hii itakuwa ni ya siku ya kiyama baada ya kufufuliwa, na hii haitakuwa ni ya kila Muislamu aliyefunga. Hii ni furaha ambayo haitakuwa ni ya kila Muislamu aliyefunga, bali ni furaha ambayo ni khassa, ni mahsusi kwa akina nani? Hii ni furaha mahsusi kwa wale ambao watapata kujua ya kuwa saumu yao ilikuwa ni sahihi na kisha Allah akaikubali. Sasa ikawa wanaona malipo makubwa ambayo wanapewa kwa ajili ya ile saumu waliofunga na ikakubaliwa. Jambo hilo litawafurahisha sana, kwani si kila mwenye kufunga saumu yake inakuwa sahihi, si kila mwenye kufunga saumu yake inakubaliwa, hata kama atakana njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa hii furaha ya pili, hii ndio furaha kubwa zaidi, na hii furaha ya pili ndio furaha anatakiwa kila Muislamu ajiulize kuwa, je, mimi huwa najitahidi ili saumu yangu iwe sahihi, iwe sawa, na ili saumu yangu ikubaliwe, ndio niweze kupata hiyo furaha ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuahidi kuwa tutafurahi. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atakubali saumu zetu. Ndugu zetu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa siku ya kiyama kuna mlango ambao wenye kufunga watatumia mlango huu kuingia peponi. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. An Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sahl ibn Sa'd ampokea hadithi kutoka kwa Mtume, anasema kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake alisema ya kuwa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, hakika peponi kuna mlango ambao mlango huo jina lake ni ar-rayyan, yadkhulu minhu as-saimuna, ni mlango ambao wataingia peponi kutumia mlango huo wale waliofunga. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, Mtume anasema hatoingia peponi kupitia mlango huo yeyote isipokuwa hao waliofunga peke yao. Mtume anasema fa idha dakhalu, na watakapokuwa wameingia wote wamalizika, ughliqa, mlango utafungwa, falam yadkhul minhu ahadun, na hatoingia mwingine yeyote asiyekuwa hao waliofunga. Ja'alana Allahu minhum, Allah tujalie miongoni mwao. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo ndilo latakiwa liwe lenye kumsumbua Muislamu, kwa kuwa je, nitakuwa katika hao ambao watakuwa ni wenye kuingia na mlango huo? Jambo ambalo litakuwa lenye kufurahisha sana Muislamu akiwa katika hao watakoingia peponi kupitia mlango huo. Swali ambalo ndio muhimu sasa, ambalo natakiwa tujiulize ya kuwa kwani mwenye kufunga anatakiwa afanye nini? Hiyo saumu yake inatakiwa iwe vipi ndio ikubaliwe, ndio ili aweze kupata hii furaha ya pili? Hii hadithi ambayo nimeisoma hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anajibu swali hili. Mtume anasema kuwa wasiyamu junnatun, saumu inatakiwa iwe ni kinga. Saumu inatakiwa iwe nini? Ni kinga, yani iwe inakuzuia. Inakuzuia na kitu gani? Inakuzuia kufanya chochote ambacho Allah ameharamisha. Si mchana wa Ramadhani peke yake, bali siku zote, lakini hasa mchana wa Ramadhani inatakiwa uwe ni mwenye kujizuia na chochote ambacho umekatazwa kukifanya. Mtume anaendelea kubainisha, anasema kuwa fa idha kana yaumu sawmi ahadikum, ikiwa ni siku ya saumu ya mmoja wenu, amamka na saumu, fala yarfuth wala yafsuq, asifanye chochote ambacho ni kibaya,
kwa kupitia mdomo wake wala viungo vyake vya mwili. Usifanye maasi yoyote, usifanye machafu yoyote, wala yaskhab, wala usifanye fujo, usiwakere watu kwa makelele. Mtume anasema fa insabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'imun. Na ikiwa kuna atakayekutukana na ile hali umefunga, ama akawa anataka vita na wewe na hali umefunga, Mtume anasema bado unatakiwa saumu yako iwe ni kinga kwako, ikuzuie na yote hayo kuyafanya. Useme nini sasa? Mtume anasema falyaqul inni sa'imun, ni asema aliyefunga kuwa mimi nimefunga, kwa hivyo saumu yangu yanizuia kufanya chochote ambacho wataka mimi nifanye. Aliyefunga hatakiwi hata kitusiwa atusi pia. Je, ikiwa hajatusiwa kisha enda akaanza kutusi, atakuwa kile anaelewa saumu yake inamaanisha nini? Mwenye kufunga hatakiwi apigane hata kama kuna mtu anataka vita na yeye. Itakuwaje ikiwa yeye ndo ataanza vita? Je, atakuwa anaelewa maana saumu yake? Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuambia ya kuwa saumu yatakiwa iwe ni kinga kwetu, na hiyo ndio maana saumu. Si tu kukuzuia usile ama usinywe ama usifanye starehe na mkeo ama usifanye yale ambayo umeambiwa kuwa yanavunja saumu, bali chochote ambacho ni haramu usikifanye. Na ndio sababu hapa kwenye hadithi Mtume anatuambia usitusi mtu, usipigane na mtu. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallama, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, Mtume anasema ya kuwa man lam yada qawla zur, yule ambaye hatoacha maneno ya ulaghai, analaghai wenzake, maneno ya uongo, utapeli, wala amala bihi, na vitendo vya ulaghai na utapeli na uongo, Mtume anasema kuwa falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu, mtu huyo Allah hana haja na kuacha kwake kula na kunywa, kwa kuwa nadhani kuwa huko ndio kufunga peke yake. Kwa hivyo ina maana kuwa mzangu Waislamu, ili tufunge na tuwe tuna matumaini ya kuwa saumu yetu iko sawa, ni jitahidi usifanye chochote ambacho Allah ametukataza kukifanya. Usitusi mtu, usipigane na mtu, usiseme uongo. Sasa ikiwa haya madhambi tunaambiwa kuwa ikiwa utayafanya Allah hana haja na saumu yako, hata ukiacha kula na kunywa hana haja na hiyo saumu, itakuwaje mtu ambaye atakuwa bado ni amefunga na ni mganga, amefunga na ni mushriki? Itakuwaje kuhusu mtu ambaye amefunga lakini ni mwizi, mtu ambaye amefunga lakini ni mzinifu, anaketi na mwanamke hajamuoa, lakini kisha anadanganya kuwa mimi sifanyi chochote? Kuketi na yeye ni chochote hicho umekifanya. Lakini sasa kuna wengine ambao unapata ndugu zangu Waislamu wanadhania kuwa eti kule kuzuiwa na saumu ni kule kuwa ufanye hilo kosa. Hapana, hiyo si maana yake ndugu zangu Waislamu. Maana yake ni kuwa yatakiwa hilo kosa ambalo kama ulikuwa unalifanya basi utubie, na kama ulikuwa hujaanza kulifanya sasa ukanyike kabisa usilifanye. Hiyo ndio maana ya kuwa ni junna. Kwa hivyo ni mwezi wa tauba huu. Yeyote ambaye anajua kuwa kuna kosa ambalo analifanya, usiweke akiba kosa lako kwa unaliweka kwenye begi, kwenye mfuko wa kuwa ningoje nimalize saumu alafu nitarejea tena nikufanye. La, ni kuwa umeliacha kosa hilo kwa kutubia na kwa kutimiza masharti ya tauba yanayotakiwa utimize. Kujutia kosa hilo na kuliacha kabisa kabisa kutoka moyoni, na kisha kuahidi kuwa hautarejelea kabisa kosa hilo, na ufanye hivyo kwa ajili ya kumridhisha Allah kwa ikhlas. Alafu ikiwa ni kosa ambalo umemkosea mwanadamu mwenzako, uende kwake, kama ni chake umechukua uregeshe, na kama ni makosa umemfanyia umwombe msamaha. Hii ndio maana somo ndugu zangu Waislamu. Lakini tunapata kwa Muislamu anafunga ana chuki na mwenzake, Muislamu amefunga ana husda na mwenzake, Muislamu amefunga anachokoza mwenzake, Muislamu amefunga anadhulumu mwenzake, na bado anasema amefunga. Ndugu zangu Waislamu, huku ni kutoelewa maana somo. Mtume anasema ya kuwa wasiyamu junna, saumu ni kinga. Swali ni kuwa je, ni kinga kwetu sisi pia? Ndugu zangu Waislamu, ni kinga hapa duniani kwa kutofanya mambo ambayo Allah ameyakataza. Sasa yule ambaye saumu kwake yeye itakuwa ni kinga na kweli imzuie asifanye yale ambayo amekatazwa kuyafanya,
Ramadhani ikifika na hata baada ya Ramadhani kumalizika akawa bado anajizuia kwa kuwa ameshatubia na ameahidi kuwa haregelei, huyo sasa ndio saumu pia itakuwa ni kinga kwake siku ya kiyama. Huyo ndio saumu itakuwa ni kinga kwake siku ya kiyama. Kivipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Ni hadithi pia mpokewa na Imam al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwa yeyote atakayefunga siku moja tu na afunge kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na saumu yake ikubaliwe, Mtume anasema kuwa hiyo saumu itakuwa sababu ya Allah kuweka uso wa huyo aliyefunga mbali kabisa na moto kwa muda wa miaka 50. Yaani ili ufike kwa moto ni atembee kwa miaka 70 ndio afike motoni. Atakuwa amewekwa mbali kiasi gani na moto. Katika hadithi nyingine Mtume akasema kuwa Allah ataweka shimo kubwa kati yake na moto, maana yake hawezi kufikia motoni. Lakini hadithi nyingine Mtume anasema ya kuwa saumu na Qur'an zitakuja zimshufaie yule aliyefunga siku ya kiyama. Saumu iseme manatuhu ya Rabb, manatuhu at-ta'ama wash-sharaba fashafi'ni fihi fayushfa'ani. Saumu itaambia Allah mimi nilimzuia huyu asile na asinywe na sifanye mengine ambayo ni maasi. Kwa naomba Allah ukubali msamaha wangu na muombea huyu, kubali shafa yangu kwake. Mtume anasema kuwa na shafa ya saumu itakubaliwa. Lakini ni saumu ipi itakayokuja kukuombea shafa? Ni ile saumu ambayo ulifunga na Allah akaikubali. Ni ile saumu ambayo ulifunga na ukaifunga vizuri ikawa ni sahihi. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabali saumu zetu, na atakabali swala zetu, na atakabali zaka zetu na sadaka zetu, na atakabali mema yote ambayo tunafanya katika mwezi huu wa Ramadhani na hata kabla Ramadhani na baada ya Ramadhani. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio maana ya saumu. Saumu iwe ni kinga kwetu sisi. Hii kinga ndugu zangu Waislamu ndio maana ya takwa. Hii kinga ambayo tunaisema kwa saumu ikuzuie na maovu yote, hii ndio maana takwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliisema kwa aya ya 183 kwenye suratul Baqara aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mumefaradhishiwa saumu kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa saumu waliokuwa kabla yenu. Kwa nini? Allah kasema la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah ni kufanya nini ndugu zangu Waislamu? Kumcha Allah an taj'ala bainaka wa baina adhabi llahi wiqayatan, ni kuweka kati yako na kati ya adhabu ya Allah kizuizi. Kivipi? Bifi'li al-awamir, kwa kufanya yale uliyoamrishwa, wajtinabi nawahi, na kujiepusha na yale uliyokatazwa. Hiyo ndio maana ya takwa na ndio maana ya saumu. Ndugu zangu Waislamu, tukishaelewa hivyo, jambo la pili ambalo yatakiwa Muislamu aelewe, analotakiwa alifanye katika mwezi wa Ramadhani, linalofanya mpaka saumu yake iwe ina fadhila na daraja kubwa mbele ya Allah. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kutoka kwa sahaba anaitwa Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake, alisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada nas, alikuwa mtume rehma na amani ziwe juu yake siku zote ni mkarimu, ni mwema kabisa wa kusaidia watu siku zote hizo. Ibn Abbas anasema wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, lakini mtume alikuwa anazidi kuwa mkarimu zaidi alivyokuwa kabla Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, wakati wa Ramadhan, wakati ambao Jibril alikuwa akikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam.
wa kana yalqahu Jibril fi kulli laylatin min Ramadhan. Na Jibril alayhi salam alikuwa akikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fayudarisuhu alquran, kisha wanasomeana Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala. Ibn Abbas anasema wakati huo wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakuwa ni mkarimu zaidi ya maelezo. Mfano wake ni kama ule upepo ambao huwa unaandamana na mvua. Upepo ambao wakulima wakihisi tu upepo huo wanajua kwa sababu hapa kuna khairi. Kwa nini? Kwa sababu ni upepo ambao kawaida huwa unaleta mvua. Upepo huo basi unakuwa ni upepo wa khairi. Ndio hivyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa katika Ramadhani anakuwa ni mtu mwenye kutenda mema na khairi nyingi sana. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha nini kwa kufanya kwake hivi? Anatufundisha kuwa Muislamu siku zote anatakiwa awe ni mtu mwenye kutenda khairi. Siku zote Muislamu anatakiwa awe ni mtu mwenye kufanya mema, ikiwemo kusaidia wanadamu wenzake na Waislamu wenzake. Lakini sasa je, tofauti ya Muislamu kuwa mwema siku zote na Ramadhani ikifika tofauti nini? Ni kwa sababu Ramadhani ikifika si eti ndio mwezi wa Waislamu kuwa ni wema, ya kwa sababu ndio mwezi wa Waislamu kuswali, hapana. Ama ndio mwezi wa Waislamu kutoa sadaka, hapana. Ama ndio mwezi wa Waislamu sasa kuacha maasi, hapana. Ramadhani ni mwezi wa Waislamu kuzidisha yale mema waliokuwa wanafanya kila siku. Kwa hivyo mfano Muislamu alikuwa anaswali siku zote, basi jitahidi wakishe kwa katika hesabu ya sala zako imezidi kuliko hesabu ya sala zako siku zingine ambazo si Ramadhani. Ndio sababu napata kwa mwezi Ramadhani Muislamu anajitahidi kuswali qiyamul layl. Muislamu anasoma Qur'ani siku zote, lakini mwezi Ramadhani anatakiwa sasa azidishe kusoma Qur'ani. Muislamu anatoa sadaka kila anapokuwa na uwezo huo, lakini mwezi Ramadhani anatakiwa azidi kutoa sadaka. Na zaka pia itoe. Kwa chochote ambacho Muislamu anatakiwa akifanya siku zote, mwezi wa Ramadhani anatakiwa azidishe. Kwa hivyo ni swali la pili la kujiuliza. Baada ya kuwa swali la kwanza tumejiuliza kuwa je, tumeacha maasi na saumu imekuwa ni kinga kwetu, swali la pili, je, mema tunayofanya siku zote, je mwezi huu tumeongeza kasi katika wema huo ama tuko pale pale? Ama kwa wale ambao si wema katika mwezi usiokuwa Ramadhani kwa kuwa hawaswali, sasa hawa ndio wanatakiwa wahakikishe kuwa Ramadhani imekuwa ndio sababu ya kubadilika kwao, wawe ni wema ndani ya Ramadhani, na Allah atujalie sote tuendelee kuwa wema hata baada ya Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio maana ya somo. Somo ni mambo mawili, iwe ni kinga kwetu sisi sote, lakini pia iwe ni chachu ya kutufanya sisi tuzidi kuwa na kasi katika mambo ya kheri tunayofanya. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao somo zao zitakuwa ni makbul, na tujalie tuweze kupata faraha mbili ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuahidi kuwa tutafurahikia faraha hizo hapa duniani na kesho akhera. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal a'malana. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dayna illa qadayta wala maridan illa shafaita wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha